I don't agree with you. Na misi aminiane na wewe. A Christian cannot say this is character of my family. Na Mkristo hawezi kusema kwamba hizi ndio tabia za familia yangu. You are under captivity. Umekuwa chini ya whether you accept it or not.
Et dans le futur, il est Jésus. Na wakati ujao yeye yuko. Amen. Amen. This is a good time Huu ni muda mzuri for you and me to hear the kwa word of wewe God. na mimi tusikie neno la Mungu. Now we start today Na tumeanza leo a series of teaching, mahubiri ya kufuatana, a series of teaching mafundisho ya kufuatana about deliverance. kwa ajili ya ufungulivu. Hallelujah. Amen. Now the Lord has been putting this in my heart since Bwana early December. aliweka hili katika moyo wangu tangu mwanzo wa mwezi wa 12. But according to that, at that time, because I was coming straight from the book of Revelation, Na singeweza kuifanya sababu nilikuwa namaliza kitabu cha Ufunuo. so I needed spiritual refillment. Na nilikuwa nikisubiria kujazwa tena upya kiroho. So that when I come back, I have something good to give you. Kwa jinsi nikirudi nikuwe na kitu kipya cha kuwapa. So we praise the Lord for us all here. Na tunamshukuru Mungu kwa kuwa hapa sote. And more likely, I won't do this alone. Na zaidi sana nataka kusema hivi, We'll have other servant of God who will come next Sundays. na tunakuwa na watumishi wengine wa Mungu ambao watakuja kwa Jumapili zijazo. But we'll go with this topic in maybe the entire month of February. Na tutaenda na neno hili labda kwa mwezi mzima wa pili. And at the end, we will come together to do a deliverance prayer. Na kwa mwisho tutamalizia na maombi ya ufungulivu. So we didn't want to start with the deliverance prayer without you to understand what it is. Hatungitaka tuanze na maombi ya ufungulivu kabla hamjajua ni nini. You need to know where you are bounded so that you know where you can ask for prayer. Na lazima ujue unafungwa sehemu gani kusudi upate kufunguliwa. Now, when we speak about deliverance, Na kama tunavyozungumzia kufunguliwa, you refer straight away to a kind of bondage. na unaona moja kwa moja kitu kama kufungwa. By definition, Kwa maelezo zaidi, deliverance means action of setting free. kufunguliwa ni tendo la kuacha huru. Hallelujah. Amen. If you brought your book, if you brought your pen, I'll ask you to write. Kama umekuja na kalamu yako ama buku lako, daftari, la kuomba uandike. It is very important for you to understand this. Ni kwa muhimu zaidi sana kwako kuelewa hiki kitu. So that you know how you fight in the Kwa future. jinsi upate kujua jinsi ya kupigana katika wakati ujao. I will be reading a lot because my heart wants you to understand and get the point before we can come to the prayer of Tutakuwa deliverance. tunasoma zaidi sababu moyo wangu unaniambia kwamba lazima nikuelezee kusudi uelewe tunakokwenda. Now ask our reader to be a bit quick. Na nitamwomba msomaji wetu awe mwepesi kidogo. 2 Timothy 2:26. Timotheo wa pili sura 2 mstari wa 26. 2 Timothy. Timotheo wa pili sura yake ya pili na mstari wa 26 nasema And hivi. someone else will look for John chapter 8 verse 34. Na mwingine atutafutie kitabu cha Yohana sura 8 mstari wa 34. 34. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa ibilisi ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Amen. 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 I want you to get 2 points there. The trap of the devil Nataka muelewe vitu viwili hapo. and taking you into captivity. Mtego wa shetani ambao unakuweka kwenye utumwa. Amen. Amen. Taking you into captivity, that means Kukupeleka kwenye utumwa inamaanisha you are locked somewhere. umefungwa sehemu fulani. Back home, Lakini kule nyumbani you have your dog in a chain. unapaswa kuwa na mbwa yako kwenye kamba. Amen. Amen. For the longer your chain is, that's the maximum era of walk of your dog.
kwenye kamba yako inafika na ndio urefu wa sehemu ambako mbwa yako inatembea. It is 10 meter. Kama kamba ile ni ya mita 10 and that's it. Your dog cannot go 12 meters. Mbwa wako hawezi kutembea zaidi ya pale. Hallelujah. Amen. There are other spiritual bondage. Kuna vifungo vingine vya kiroho. And the Bible calls them captivity. Na Biblia inaitwa that will not allow you to move forward. Inayofanya kwamba huwezi kuendelea mbele. Unless those chains are cut off. Isipokuwa kwamba zile kamba zimekatwa. You'll be seeing that you are continuing, you touching things. Utakuwa unafikiria kwamba unaendelea unagusa vitu vinaendelea. But if you are under that captivity, lakini ikiwa unakuwa you reach somewhere you are stopping. Unafika sehemu fulani unasimama. And you will start crying again. Na utaanza kulia tena. Trap, mtego and captivity. Na utumwa. John 8:34. Nasema hivi kwa jina la Yesu Kristo. Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Amen. 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 There are captivities, kuna utumwa that make people into sin slavery, ambao inafanya watu kuwa watumwa wa dhambi. When we are here, kama tunapokuwa hapa, your spirit tell you, roho yako inakuambia, I want to leave that sin. Nataka niache hiyo dhambi. But because you are under captivity, lakini sababu unakuwa chini ya utumwa, you are a slave. Wewe ni mtumwa. What does Jesus say down there? Yesu anasema nini hapo chini? What does a slave do? Mtumwa anafanya nini? Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Amen. Amen. A slave cannot walk freely. Mtumwa hawezi kutembea kwa uhuru unless the chains are broken. Isipokuwa kwamba zile mikufu zimekatwa. Amen. Amen. So those type of sin which are slavery already, hiyo sehemu ya dhambi ambayo inakufanya kuwa mtumwa tayari. Your spirit and your conscience tells you that I need to leave this one. Dhamiri yako na roho yako inakwambia when we are here, you hear the preaching Sunday, hapa unasikia mahubiri, and you decide to get out of that. Na unaamua kwamba utatoka katika hiyo. But straight after the whole, na moja kwa moja baada ya hapo, you are back into it. Unarudia tena katika dhambi yako. Slavery. Utumwa. You need deliverance. Unahitaji ufungulivu. There are other deliverance, kuna ufungulivu mwingine, that are requested due to characters, ambao unahitajika kulingana na tabia. And I don't agree with you. Na mimi siaminiane na wewe. A Christian cannot say this is character of my family. Na Mkristo hawezi kusema kwamba hizi ndio tabia za familia yangu. You are under captivity. Umekuwa chini ya utumwa. Whether you accept it or not. That's what the Bible says. That's all, my aunties, that's how she is. That's how my uncle is. You are under slavery. You are under captivity. You need to be set free. Lazima ufunguliwe. You cover yourself, but the Lord has said, I've come to tell you, if you want it, you want it. Na nimekuja kuambia kama unaitaka kama usitaki. If you don't want it, we will continue. The church will continue. Kama hauitaki, kanisa litaendelea. Even if you don't want to be delivered, the church will continue. Kama hamtaki kufunguliwa, kanisa litaendelea. Amen. But the pain and the consequence you get to yourself. Lakini mateso na madhara itakuja kwako wewe mwenyewe. And worse again, na kitu kingine, it will follow your generation. Na itafuata na so it's good for you to seek deliverance now. Na kitu kizuri ni kwamba because you are not helping yourself only, sababu unasaidia mwenyewe, lakini unasaidia pia na uzao wako. Hallelujah. Amen. The Bible gives me some example of two people. Biblia inapatia mfano wa watu wawili. They did sin. Wanafanya dhambi. And then that sin become a captivity and a slavery for the entire family. Na ilikuwa kwamba hiyo inakuwa utumwa na kifungo kwa familia zote. The Bible says third generation. Hata kizazi cha tatu. Hallelujah. Amen. Who knows Abraham here? Nani anamjua Abraham? Who have read the story of Abraham? Nani amesoma kuhusu Abraham? 90% of us. Baadhi ya 90%. The Bible says this. Na Biblia inasema hivi. One day, siku moja, Abraham lied. Abrahamu akadanganya, akasema uongo. That Sarah, kwamba Sarai is his sister. Kwamba Sarai mke wake ni dada yake. Hallelujah. Amen. He was afraid.
alikuwa ameogopa. He went to Pharaoh Alienda kwa nyumba ya Farao and he was afraid that he would be killed. akaogopa kwamba atauawa. So he lied Akadanganya that Sarah is not his wife, she's his sister. kwamba Sarai siye mke wake lakini dada yake. That sin, Hiyo dhambi, I'm talking about slavery. Amen. niko nazungumzia kuhusu utumwa. You can do it and forget about it. Na unaweza kuifanya na kuisahau, But the Bible is true. lakini Biblia ni kweli. It will follow you up to your generation. Itakufuata baada ya kizazi chako. You know what happened to Isaac? Unajua kilichotokea kwa Isaka? Hallelujah. Amen. The Bible tells me Biblia inaniambia hivi. Isaac, the son of Abraham, Isaka mtoto wa Abraham, also lied that Rebekah was his sister. na akadanganya kwamba Rebeka ni dada yake. The same lie from his father. Ule uongo wa kutoka kwa baba yake. Hallelujah. Amen. You can read that in the book of Genesis chapter 20, verse 2 to 5. That Abraham lies. Unaweza kusoma hii. Isaac lies come in Genesis chapter 26, verse 7. Unaweza kusoma kuhusu Abrahamu uongo wake kwa Mwanzo sura 20 mstari wa 2 hadi wa 5. Na kuhusu Hallelujah. Uongo wa Isaac. Isaka Mwanzo sura 26 mstari wa 7. Now this is Abraham, generation 1. Isaac, second generation, right? Who is the third generation? Jacob. Uongo ule ulianza na Ibrahimu kizazi cha kwanza, kizazi cha pili kisha Yakobo naye akasema to get the blessing of Esau. Akadanganya kuhusu aibie He lied to his papa that he is Esau to get the blessing of the firstborn. Alimdanganya baba yake kusudi achukue urithi wa Esau mkubwa yake. Hallelujah. Amen. We'll talk down further. Tazungumzia hiyo hapo chini. This family and generation link. Tazungumzia kuhusu familia na kuunganishwa kwa some people call them heredity. Wengine wanaisema ni urithi. But it comes from somewhere. Lakini inatokea kwa sehemu fulani. And it continues. Na inaendelea na generation after generation. Kwa kizazi until someone will stand. Isipokuwa kwamba mmoja anaomba na kukatakata hizo makamba. Amen. Amen. I pray that you become the firstborn of your family today. Ningeomba kwamba wewe uwe kizazi cha kwanza katika familia yako. To break those links. Uwe ukati hizo kamba. It is possible they can be broken. Ni kweli inawezekana kwamba zinaweza kukatika. Because Jesus came to destroy the work of the devil. Kwamba Yesu amekuja kuvunja kazi za shetani. Hallelujah. Amen. Now the Bible gives me a second person. Na Biblia inanipatia mtu wa pili who also did the sin. Na aliyefanya dhambi pia. And those sin continued to his generation. Na dhambi hizi zilienda kwa kizazi chake. He is a very famous king in the Bible. Na ni mfalme ambaye amefahamika sana katika Biblia. His name is David. Jina lake ni Daudi. Hallelujah. Amen. David did adultery. Daudi alizini. And took the wife of his commander in chief. Alimchukua mke wa askari wake. Hallelujah. Amen. That sin continued. Hiyo dhambi iliendelea. The Bible tells me in the book of 2 Samuel. Biblia inaniambia katika kitabu cha Samueli wa pili. The sin of David is in 2 Samuel chapter 11, 2 to 4. Dhambi ya Daudi iko katika kitabu cha Samueli wa pili sura 11 mstari wa 2. And then his son Amnon, na kijana wake Amnoni, he did adultery with his half sister. Na alidhini na dada yake wa kwa mama mwingine. That's in the Bible. Hiyo ni katika Biblia. 2 Samuel verse 13, 10 to 14. Samueli wa pili sura 13 mstari wa 10 hadi wa 14. Absalomo, son of David, mwana wa Daudi, committed adultery with some of the wives of his father. Alizini na mmoja wa wake za babake. The Bible doesn't say even one. Biblia haisemi kwamba ni mmoja tu, lakini baadhi ya wake wa baba yake alizini. So that sin that started from David, hiyo dhambi ilianza na Daudi. It continued with generation. Na vizazi vyake. It is important for you to stand today. Ni kwa muhimu sana kwamba because you are killing your children. Kwamba umeua watoto wako. Unless you stand now, kwa kwamba umesimama sasa, this problem will continue. Hii tatizo litaendelea. And I pray in the name of Jesus that you stand. Na ningeomba katika jina la Yesu kwamba usimame. Sulemani, the Bible gives us so many wives that he had. Biblia inatuambia wake wengi ambao alikuwa nao. But the worst of this,
Lakini tatizo la hili, he broke the covenant of God. alivunja amri za alivunja agano la Because Mungu of those wives. kwa sababu ya hao wanawake. So it is the same sin that started from David. Alifanya dhambi pia iliyoanza na Daudi And then that continues. na iliendelea. After Solomon, Israel was broken into two. Baada ya Sulemani, Israeli igawanyika mara mbili. This bondage can kill you. Hiki kifungo kinaweza kukuua. You may not understand it now, Unaweza shindwa kuielewa saa hizi, but the facts are very, very bad. lakini matokeo yake ni mabaya sana. Now, the Bible gives us two types of bondage. Na Biblia inatuambia kuhusu vifungo viwili, The flesh ya mwili and the spiritual. na ya kiroho. Remember that we have flesh, spirit, and soul. Kumbuka kwamba tunakuwa na mwili, roho na nafsi. The flesh Mwili is the outer envelope. bahasha ya nje, It covers the soul and the spirit. inafunika roho na nafsi. But the Bible says in the book of Galatians chapter 5:17 Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia sura 5 that the mstari wa spirit and the flesh they are fighting. kwamba roho na mwili vinagombana. Amen. Amen. So there are bondage that are linked to the flesh, Hivyo vifungo ambavyo vinaambatana but na there are also mwili, bondage which are linked to the spirit. na kuna vifungo pia ambavyo vinaambatana na roho. The flesh Mwili has been made by the Lord to take habit. umetengenezwa na Mungu kwamba uchukue uzoefu. Something that you do today, Kila kitu ambacho unakifanya leo, if you do it again tomorrow, ukifanya tena you kesho, do it again after 1 week, na ukifanya tena you baada ya do it again after 1 month, na ukifanya tena baada ya mwezi your mmoja, flesh gets that habit. na kila mwili wako pia utachukua hiyo I've tabia. seen people Nimeona watu who were born okay, walizaliwa vizuri, but they now turned not the way they were born because they changed the way they walk. nimeona watu ambao walizaliwa vizuri lakini hawako tena walivyozaliwa, sababu walibadilisha jinsi wanavyotembea. Your flesh can get a habit of things that you do. Mwili wako unaweza kuchukua tabia ya vitu ambavyo unavifanya. If you decide to start walking like this, Kama ukiamua kwanza kutembea hivi, the first day you feel kama ni mafiere, for the very first time you think that is after 1 year, na baada ya mwaka mmoja the body know that hivi ndio kumbe inapaswa kuwa. na mwili utajua kwamba hivi ndio lazima niwe. Sasa tunashimama hivi, When we stand like this, you will be in this position. Amen. Amen. There are bondages that are totally from flesh. Kuna vifungo vingine vinatokea kwa mwili. It is the way you habit your flesh to do. Ni jinsi, inalingana jinsi unavyozoeza mwili wako. Taking cigarettes, Kuvuta sigara, taking drugs, kuchukua madawa ya kulevya, taking alcohol. kunywa pombe, If you take it habitually, na ukianza kuichukua kwa mara kwa mara, your flesh mwili wako start saying that no, water is not good. mwili wako utaanza kuambia kwamba maji hayako mazuri. Amen. Amen. You have changed yourself, Umejibadilisha mwenyewe. and then you become under captivity. Na Slavery. hapo moja kwa moja utakuwa mtumwa. I've seen other people in the hospital. Na nimeona watu wengine katika hospitali 2 a.m. saa 8 za usiku walking out with the bottle of serum wanatembea nje na chupa la drip for smoke. wanaenda kuvuta sigara nje. Hallelujah. Amen. I don't think that people understand this. Sijui kwamba hao watu wanaelewa hii. These things kill people. Hivi vitu vinaua watu. It starts by 1, Inaanza na 1, 2, na 2, 3. 3. Tomorrow you want to start taking a bottle of wine. Na kesho unaanza kuchukua chupa nzima ya pombe. You start by 0, alcohol removed, Ambayo imetolewa alcohol, but it has that Smell. lakini inakuwa na harufu za pombe. It has that smell. After 2 days, Na baada ya siku 2, you take it again. After 3 days, you take it again. Your body get habit with that smell. ukichukua kila siku mwili wako utazoea hizo harufu. When you take juice, Siku unachukua hii juice, the body says, no, this is not mwili wako the utasema one you usually give me. haujanipa ile unanipatiaga kila siku. So the next day, from removed alcohol, it will be 2%. Na kesho yake ukishazoea ile yenye haina alcohol, The next day, it will be 4%. na kisha kesho yake itakuwa percenti zaidi ya After 1 month, na baada ya mwezi mmoja ni Kenya mzima, box ya Kenya ndio inaanza ishi. you start finishing the whole box of cans. These are not demons yet. Bado haijakuwa pepo. You will need to work.
to get out of that. Unapaswa kutumika kutoka katika hiyo. You need to exercise your body. Lazima uzoeze mwili wako. To take the other part of your life. Kuchukua sehemu nyingine ya maisha yako. Well, people are sometimes laugh because if it is a prescription from the doctor, you do it. Kama ni andiko kutoka kwa mganga utaifanya. You are too alcoholic, you need to start taking juice. Kama uko na pombe sana utaanza kuchukua juice. But if it is after we tell you leave that, start taking juice, it's good for your body, you will not do it. Kama tukikwambia hata kukunywa juice juu ya mwili wako hautaikunywa. Leave alcohol. Hata pombe juu ya afya yako hautaiacha. So you wait for until the doctor comes and tell you. Utaanza utasubiria kwamba daktari ndio akikwambia. Well, I'll tell you, when the doctor starts telling you that means your level is already bad. Kama daktari anafikia kwanza kukwambia uache pombe kwamba ngazi zako, level zako zinakuwa za juu sana. So there are things that will start and I can hear you talking, I will pray, but there are other instructions I will give you. I'll tell you, exercise your body to do something else. Nitakusikia na ongea na nitakuombea, lakini shauri ambayo naweza kukupatia ni kwamba nakwambia acha pombe. You need to tell to your heart. Lazima uambie na roho yako. I'm not taking that, I'm taking this. Sitachukua hii pombe, nachukua hii juice. Amen. Amen. But at some level, lakini kwa ngazi zingine, that's what the Bible talked about in 2 Timothy. Hiyo ndio Biblia inasema katika Timotheo. The devil used that as a trap. Na kwamba shetani anatumia hii kama mtego. Amen. Amen. And when he sees that you are in it, kama akiona kwamba uko ndani, he turns it into captivity. Anaigeuza kuwa kifungo. At that level, kwa sehemu ile, even if you want to leave it, hata kama unataka kuiacha, you will not until you get deliverance. Hautatoka tena ndani isipokuwa umefunguliwa. Amen. Amen. So I want you to understand the level of these things. Nataka kwamba uelewe kiwango cha hivi vitu. Those are totally captivity linked to flesh. Hivi ni vifungo ambavyo vinaungana na mwili. But there are other captivity linked to the spirit ambavyo vinaungana na roho. And these are the worst. Na hivi ndivyo vibaya zaidi. Because some of them, they are not crying like kuna vingine haviwezi kulalamika kama pepo tunasikia zinalalamika. Amen. Amen. Ziko tumbo zinakula kwa. They are just there quiet. Unakwenda mkanisa na zingine zinakuwa nafasa mlango maombi. But they are there. The demons of captivity, they are there. Mapepo zile za vifungo ziko pale. You will see them when you go back home. Utaziona ukisharudia nyumbani. That anger that you have. Kwamba hiyo hasira ambayo unakuwa nayo, it is not normal anymore. Hii sio ya kawaida tena. You need prayer. Unalazimu maombi. Amen. Amen. Now, those are the two main types of captivity. Hivyo ni aina mbili za vifungo. I want you to start writing now. We go to another level. We talk about the doors. Nataka kwamba waanze kuandika sababu tunataka kuzungumzia kuhusu milango. For a demon to trap you or to go into you, to come into you, kwa kwamba pepo ikuingie, it need to have a door. Lazima iwe na mlango. Amen. Amen. So if the Lord can reveal to you what is that door, kama Bwana anaweza kufungulia huo mlango ni nini, and from now to the day that we do deliverance, you can start shutting those doors. Kama tangia tutaanza maombi, uanze then the way that you come together for prayer, na moja kwa moja tutakuja pamoja kwa maombi, the devil will be out of your life. Na shetani atatoka katika maisha yako. The Bible talks about the gates of Jerusalem. Biblia inazungumzia kuhusu malango ya Yerusalemu. But we bring Jerusalem spiritually as your spirit. Na tunaleta Yerusalemu kama nafsi yako kiroho. Jeremiah chapter 17:19, the Bible says this. Katika Yeremia sura 17 mstari wa 19. And thus says the Lord to me. Bwana akasema na mimi hivi. Go and stand in the gate of the children of the people. Nenda na uingie katika malango ya watu, by which the kings of Judah comes in and which they go out. Ambayo mfalme wa Yuda anapita kwa kuingia na anapitia kwa kutoka. And all the gates of Jerusalem. Na katika malango yote ya Yerusalemu. So a gate or a door, mlango ama malango, spiritually, kiroho, it's where those kings, the Bible put the kings with S. Biblia inazungumzia kuhusu wafalme kwa wingi.
Remember, we have only one king. Kumbuka tunakuwa na mfalme mmoja tu. So if your Jerusalem, your spirit, your heart start having kings to come in and go, kama roho yako inaanza kuwa na wafalme kuingia na kutoka, you have your gates open. Unakuwa na milango yako imefunguliwa. And those who will destroy your life. Na hawa watakubomoa maisha. Amen. Amen. So we are now talking about the doors or the gates that allows demon to enter a person. Na tunaanza kuzungumzia milango na malango ambayo zinafanya kwamba If the Lord can help you to find one of them into your life, kama unaweza kukutana moja katika maisha yako, that will be great. Gate number 1, sin. Mlango wa kwanza, dhambi. And remember, the devil is the first sinner. Na kumbuka kwamba shetani ndiye mwenye dhambi wa kwanza. So every time you sin, kila mara unapofanya dhambi, Romans 3 says you get out the glory of God. Warumi 3 inasema umetoka katika utukufu wa Mungu. That means that your coverage, your spiritual coverage, get out. Inamaanisha kwamba huo utukufu ambao ulikuwa na kufunika wa Mungu umetoka, and the devil can enter freely. Na shetani anaweza kuingia na kutoka moja kwa moja. Sin, dhambi. You can go to the book of Galatians chapter 5:19 and you read there at home. Kitabu cha Wagalatia na utasoma hiyo nyumbani. Go to Proverbs 6:16-19. Wende kwa Mithali sura 6 mstari wa 16 na 17. Inasema hivi: kuna vitu 6 anavyochukia Bwana. There are 6 things that the Lord hates. Naam, viko 7 vilivyochukizo kwake. Yes, 7 that are abomination to him. Macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwangayo damu isiyo na hatia. Moyo uzaao mawazo mabaya, miguu iliyo miepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Amen. Amen. Number 2, ya pili, your 5 organs of senses. 5 organs de senses za mwili wako. Amen. Amen. Number 1, Ya kwanza, your proud look. macho ya kiburi. That is called sight. Macho yako. Amen. Kuona. Hallelujah. Amen. Your sight Kuona kwako can bring you to hell. inaweza kubewa katika jehanamu. And can open demons to you. Na inaweza kufungulia mapepo kwa ajili yako. Well, it's not about the sight. It's about your communication with your brain. Sio kwamba ni dhambi, lakini kulingana jinsi inahusiana na ubongo wako. You can see things. Unaweza ona vitu And tell your spirit, na unaambia nafsi yako, tulia. keep quiet. Amen. Amen. Kama roho inataka kuambia, If your spirit want to tell you, ambia roho, tell your spirit, we macho uliona, your eyes have seen. mimi sitatoka. I'm not moving. Wewe jibebe sasa. Go then yourself. Amen. Amen. There are things that you can do for yourself. Kuna vitu ambavyo unaweza kufanya mwenyewe. The sight, Macho yenye iliona ile nani ya watu jogo ya watu unataiba huko ambaye hawaibe majogo kwetu. that I've seen the Rooster, yeah. Acha nilete tu mfano. Jogo ya watu kuna pita, macho inaiona, macho uliona. Lakini haiko macho ndio itagusa. Amen. Macho inaona tu. Wewe ambia roho yako, wewe roho tulia, hiyo jogo iko yako. Tulia. Akara ukisikia roho inaanza pupa. Mwambie roho, mimi nasimama hapa, wewe macho uliona, wewe kama tele jogo. Amen. Tulia. Hallelujah. There are the ways that you can put your own exercise. Kuna vitu vingine ambavyo wewe mwenyewe kujiweza. If someone want to walk without clothes there, hatutamkataza. Kama mtu anataka kutembea bila mavazi kule nje, hatutamkataza. Amen. Amen. You can't stop him. Afrika tulikuwa tunageuka tunafaa hivi. Bauko na way like this. Bauko njoo kufungua bimacho sasa. Here they open the eyes. Mnataona. Mko najifungulia mapepo wenyewe. We are opening the Biblia inasema yourself. macho ya kiburi. The Bible says the Na kwa hiyo unaposhuhudia macho yako, macho tulia. you can tell to your eyes. Acha kuangalia hali. Stop. Njoo unaanza sasa. Then for you Na walikuwa analamuka.
And the one who was sleeping. Now the problem, Mungu alifanya organ de senses zako communicate na brain. Amen. Hallelujah. Amen. So vile unaona na attention yako inakuwa attracted to that, your brain is speaking somewhere. Now kama movie inapita ku TV. What is the problem? You have the remote, switch it off. Amen. Kisha you have simuko na machano za mingi amko sako ngoko tulikuwa tunapanda tunatia ro antene na saa zingine antene ikamata unapanda yule manjano ule geuza kama ni east. Huku mko na so many channels. Change that. And YouTube as well. Ba Kristo nuna mwana na tena munguru kuingine sasa. You are destroying your mind. Unabomoa akili zako mwenyewe. Kesho mamari de lui wanaanza kuya, bafamu de lui wanaanza kuya, unaanza lialia. Umewafungulia njia mwenyewe. Now, Bible inasema juu ya mikono. Hands. No second organ de sens. Le toucher. Kugusa. Your hand. Na mikono yako. Biblia inasisitiza hata mikono inayomwanga damu. And the Bible talks about the hand that sheds. Hii dhambi iko linked to everything that you can touch. Hii dhambi transmit communication to your brain so that when ufanye dhambi. Hii dhambi inaungana na pamoja na kuua na mengine. Number 3. Ya tatu. The nose. Mapua. And I wish the intercessors knows this. Na ningetaka kwamba waombaji wajue hiki kitu. Amen. Amen. There are other demons. Kuna mapepo wengine. We can sense them. Tunaweza kuwahisi. Saa ziko zinatoka, we can sense that they are going. Tunaweza hisi kwamba zinaenda. Amen. Amen. But your nose can also be a door for the demons. Na mapua yako pia yanaweza kuwa njia ya mapepo. When your nose ilishakuwa habitué ku smell ile ma strong nini? Bile mabitu vya nguvu. The next time bana kukamata. Mapua yako ikizoea kusikia harufu ya vile vitu vya harufu ya nguvu, siku nyingine watakushika kupitia yeye. These which wanani wakubwa, wachawi wakubwa, we sense them when they pass. Tunaweza kupita. Nitafeel kama huyu haiko mtu wa Mungu mwenyewe anapita. And I will feel that this one is not a servant of God who passes. Stronger smell ya perfume ndio wanatoka wana use. Na ni harufu ya nguvu ya perfume haiko ya kawaida. Sio ya kawaida, is not a normal one. But I can tell you hii inaweza kuwa njia ya shetani kukamata. Na I can tell you that this can be a way of the devil. Fundisha pua yako, teach your nose to smell just the right things. Ama kunusa vitu vizuri. Hallelujah. Amen. Number 4, kitu cha 4, your ears. Masikio yako. And this one the devil uses a lot. Na shetani anaitumia pia zaidi. You sit down, unaanza kusikia masauti. Unakaa na and you start hearing some voices. Sometimes unaanza prayer deliverance, you need need to tap to your ears na kumwambia shetani, in the name of Jesus, get out. Kama unaketi na unaanza kusikia masauti mengi, lazima ushike kwenye masikio yako na unasema kwa jina la Yesu nataka nisikie mambo mazuri. So my organ de senses zote, the devil, Bwana aliziumba kwa ajili yetu, but the devil uses it as well. Tuko tunazungumza juu ya milango ya mapepo. Now number 3, tulikuwa ma organs of the sense. Number 3, sexuality and immorality. Uzinzi na uasherati. The book of 1 Corinthians 6 says this. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:15 na 17 inasema. You can read 6:15 to 17. Usome kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 15 na 17. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi vitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Amen. Amen. Sasa angalia. Now look, you are changing wife for husband. Wewe
ambao wanabadilisha wanaume na wanawake. The Bible says this. When you do your sexual relationship, unapofanya you become one flesh. Unakuwa mwili mmoja. All the demons from that man, pepo zote za kutoka kwa yule mwanaume, they are in you. Zinakuingia. When you go and change another wife, wewe kubadilisha mwingine mwanamke, all the demons from that family, pepo zote kutoka kwa familia zinakuja kwako. When you change another wife, wewe kubadilisha mwingine, all the demons from that family, familia kutoka pepo zile zote kutoka kwa familia zinakuja kwako. Only God knows if you know where they come from. Mwenyewe Mungu ndiye anajua zinatokea wapi. So you just starting seeing things. Wewe unapakia vitu. You will not know where they come from. Haujui kuna zinapotokea. But sexual immorality na uzinzi na uasherati, it is a bad gate of the demons. Ni njia mbaya ya mapepo. In fact, the Bible asks you to run away. Na Biblia inasema kwamba ukimbie zina. It does not ask you to fight. Haikwambia kwamba ugombane na zina. There are other things that the Bible asks us to fight against. Kuna dhambi zingine ambazo Biblia inatokea. For this one the Bible say run. Lakini hii dhambi ya zina na uasherati inasema kimbia. Hallelujah. Amen. Bad gate ya demons. Ni njia mbaya ya mapepo. Number 4. Kipengele cha 4 ama pointi ya 4. Your heart. Moyo wako. Remember I talked about the flesh, the soul and the spirit. Kumbuka nilisema kwamba mwili, roho na nafsi. And I said the flesh is the outer cover. Na nilisema kwamba mwili ni bahasha ya nje. And the soul is the middle one. It is the link between your spirit and the flesh. Na nafsi ni ya katikati ambayo inaunganisha mwili na roho. That is zone of your decision. Na hapo ndiko uamuzi wako unatokea. When I bring the story of the rooster, kama nilivyoleta mfano wa jogoo, the flesh sees the rooster. Mwili unaona jogoo because the sides, the eyes are part of the flesh. Sababu macho ni sehemu ya mwili. But the one who is making decision, it is your soul. Mwenye kufanya uamuzi ni nafsi yako. It is your heart. And that's what the Bible says. The soul that has sinned is the one that will perish. Sababu Biblia inasema kwamba nafsi inayofanya dhambi ndio itakayoangamia. So your soul is your zone of decision. Nafsi yako ndio sehemu ya uamuzi. It can decide to follow the good or follow the bad. Inaweza kuamua kufuata vizuri ama vibaya. There are other demons. Kuna pepo zingine, they have no authority, hazina uwezo on you until you say yes. Kwa ajili yako isipokuwa umesema ndio. When they come in dreams, wakikuja katika ndoto. Amen. Amen. The devil cannot do anything to you until you say yes. Pepo shetani hawezi kufanya kitu chochote kwako isipokuwa umesema ndio. Because it is a divine principle. Sababu ni uamuzi ama and the devil knows that it is a principle of God. Na shetani anajua kwamba ni as long as you have not given up, kama hauja the devil has no authority over you. Shetani hana nguvu juu yako. What he does, kile anachokifanya, he brings things to fear, to make you fear. Analeta uoga kwa ajili yako. So that at some point your spirit will say, okay, mimi unasema nakufa tu. And then roho yako inasema kwamba I see that I am going. When you start starting like that, ukianza kufikiria hivi vitu, it is your soul that is giving up. Ni nafsi yako ndio inachoka. Your zone of decision, sehemu ya uamuzi wako, is making your spirit to fail. Inafanya kwamba roho yako ishike. Now the devil will take your statement, na shetani atachukua ile uamuzi wako and start using you against you. Na itaanza kuitumia kwa ajili yako. Amen. Amen. So I want you to separate totally. Naweza kugawa. I want you to separate totally. Nataka nigawe sawa sawa your flesh and your spirit, your heart and your zone of decision. Mwili wako na nafsi yako. Because it is not because your flesh tells you to do this that you need to do it. Sio kwamba sababu mwili wako anakuambia fanya hiki na ni lazima uifanye. You need to tell to your flesh, lazima uambie mwili wako, my spirit is greater than you. Roho yangu ni kubwa zaidi kuliko wewe. Hallelujah. Amen. If you are telling to your flesh every time that your flesh says this, you say yes, you are opening the doors for demons for yourself. Kama mwili wako unakwambia fanya hiki na unakifanya, mwenyewe unajifungulia milango ya mapepo. Sometimes unapaswa kujishimama hapo, ile nafsi yako inajishimama hapo, unamwambia mwili mimi nakataa. Sometimes you have to stand on yourself and say amen. Amen.
So your heart or your soul is a major part of your deliverance. Roho yako ama nafsi yako ni sehemu ya muhimu sana kwa ufungulivu wako. And the Lord has been speaking to me in December about this. There are other people who blame God for no reason. Mungu alikuwa analizungumza mwezi wa 12 kwa ajili ya hii kwamba watu wengine you yourself you make wrong decision. Wewe unafanya uamuzi mbaya. They are totally your own wrong decision. Wenyewe unafanya uamuzi mbaya. When you start receiving the feedback of the decision you made, unaanza kublame Mungu. Unapoanza kupata matokeo ya uamuzi uliofanya, decision that you need to stand and say, I'm not doing this. Na kuna vitu vingine ambavyo unaweza kufanya na unasema sitafanya hivi. When you cannot make a decision for yourself, kama huwezi kufanya uamuzi kwa ajili yako mwenyewe, don't start blaming God. Usianze kumlaumu Mungu. You are able to say no to that job. Unaweza kusema sitaki hii kazi. And say, God, I will continue to suffer. Unamwambia Mungu nitaendelea kusumbuka if this does not come from you. Kama hii haitoke kwako. Accepting that wrong decision, unaitika uamuzi mbaya, it will make your life harder than what it was before. Itafanya maisha yako yawe magumu zaidi kuliko yalivyokuwa. And the Lord said to me, my people make their own decision. Na Bwana ananiambia kwamba watu wangu wanafanya uamuzi wao wenyewe. When we start looking the consequence of the decision, we start blaming God. Na tunapoangalia matokeo ya hizo uamuzi tulifanya, tunamlaumu Mungu. So I want you to take this as a serious point of your life. Your zone of decision need to decide the right thing for your life. Nataka kwamba uchukue hii kitu kama kitu cha muhimu kwa maisha yako. Sehemu yako ya uamuzi lazima ichukue uamuzi mzuri kwa ajili ya maisha yako mwenyewe. Amen. Jeremiah 17:9-10 says this. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Tena inasema, I the Lord search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Amen. Amen. So your zone of decision, which is your heart and your soul, need to take the right decision for you to not open the doors to the demons. Sehemu yako ya uamuzi lazima ichukue uamuzi ambao ni wa muhimu kwako kusudi usije kufungua milango ya mapepo. Another door is the names. Na mlango mwingine ni majina. When you give names to your children, unapopana majina kwa watoto wako, sit down and think twice. Kaa na ufikiri mara mbili. Do I have parents here? Je, nina wazazi hapa? Good. Vema. Do your homework before you name your child. Fanya kwanza devoir zako kusudi kabla hujafanya. Don't name your child the name of a star because you know that unampenda kule star. Usimfanye mtoto wako jina ya watu wa maarufu wa duniani sababu unawapenda. You have no idea how much demon they have. Haujue iko na pepo hapo. So you are bringing that name, unaleta lile jina because unampendaka sana, ushamkufia. Just because you love this star. Unapatia mtoto ile jina. You just pack the name. What you are telling to the demoniac world. Tunazungumzia kuhusu njia is those spirit ya ule famous. Ile nafsi ya ule unazipatia access kwa mtoto wako without wewe kujua. Sometimes tunakamata vitu vingine vinakuwa joke. Mara nyingine tunachukua vitu vingine kama mizaha. There was a deliverance ya dada mmoja. Kwa ufungulivu wa dada fulani. She loved music so much. Anapenda muziki sana. She sings in the choir in the church. Anaimba katika kanisa. But when she's at home, ni zile muziki za kuli. Akiwa nyumbani anapiga muziki za dunia. The day tunaanza kufanya deliverance sawa hivi, siku tunaanza kufanya ufungulivu kama hivi. It is that music that comes. Haiko tena makoras. Ule dada anaanza piga zile music pale. Watu biko wanaomba. Anapiga madansa pale unasema wow. Mukanisa. Alipikazo. Pastor anauliza unamaliza? Ase hapana kungali ingine mbili. Anajua majina za ule dada za ile muziki zote. Angalisho kwa kuname watoto majina. Be careful of naming your children. Those names they follow the children. Yale majina yanaofuata watoto wenu. All the matesos. Majina ya mateso. Sit down and change it. Kaa chini in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Amen.
Well, I'm not coming into your family. I'm just bringing you the word of God. Siwaingilie sana katika familia zenu, lakini nawarudisha kwenye neno la Mungu. Sometimes our parents were naming us according to circumstances of life. Mara nyingine wazazi wetu walikuwa wanatupatia majina kulingana na majira. Amen. Amen. But some circumstances, they will follow you even if you're grown up. Those circumstances will follow you. Na yale majira yatakufuata hata kama umeshakomaa. In the book of Genesis chapter 32, the Lord has changed the name of Jacob. Katika Mwanzo 32 Mungu alibadilisha jina la Yakobo. Because Jacob was linked already with the lie. Sababu Yakobo alikuwa ameungana tayari na uongo. That name was linked with the lie of getting the blessing of Esau. Hiyo jina ya Yakobo iliungana na uongo. When he got the grace to see the Lord face to face, alipokutana na Bwana macho kwa macho, one favor that the Lord did to Jacob, kitu kimoja ambacho Bwana alifanya ni kubadilisha jina lake. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When the Lord finds you, kama Bwana amekukutana, even your name can change. Na jina lako linaweza kubadilika. Amen. Amen. Because name follows the person. Sababu majina yanafuata watu. If your name is liar, 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 kama jina lako ni msema uongo, we will not be surprised if you are a technician in lie. Hatashtuka kama ukidanganya. Christian, take special care on this week. Wakristo uchukue uamuzi mzuri kwa ajili ya hii. The names and the case on names follow the person. Majina na laana za majina zinawafuata watu. Amen. Amen. I want to finish by 2 more. Nataka niwazie kwa mbili za nyuma. The umbilical cord. Kitofu. Now when a woman is pregnant, mama anapokuwa mjamzito ama ana mimba, we try to ask husbands, tunajaribu kuwaomba wa baba ama wanaume, get this woman less stressed. Uache huyu mama asiwe na stress. Help her to overcome everything that can stress her so much. Umuepushe na vitu ambavyo vinaweza kumletea stress. Because whatever she passed through during the pregnancy, sababu vitu ambavyo anavipitia akiwa mjamzito, has communication with the baby. Vinaungana moja kwa moja na mtoto. Hallelujah. Amen. You know, sometimes Christians, there are things that we fail to understand. Wakristo kuna vitu vingine ambavyo tunashindwa kuelewa. And then we start blaming the kids that they don't understand, they don't hear us. Na mara nyingine tunaanza kuwalaumu watoto kwamba ni watoto wamsikiaje. Take a time to think about your 9 months pregnancy. Chukua muda ufikirie kwa miezi 9 yako ya mimba. How were you behaving? Ulikuwa na tabia gani? Eating sugar, eating salt, ulikuwa unakula chumvi sana, eating budongo too much, unakula na dust. Kutomboka sana. You were very harsh. Kisha utashangaa mtoto naye anakuwa kusirika. Then you will be surprised the child also. Kitofu yako ili transmit the gate. Ilikuwa gate. Kitofu ni tool ya communication. Na hapa ina communicate not only damu, but chakula yenyewe unakula wakati uko pregnant, but also your senses. Ma feelings zako zote ziko transmit to the baby. Ezekiel chapter 16, 4-6. Ezekiel 16 mstari wa 4 hadi wa 6. As for your nativity, on the day you were born, your navel cord was not cut. Soma mpende. Nasema hivi kwa Kiswahili. And this is the Lord who is saying to Ezekiel. Na huyu Bwana alikuwa anamwambia Ezekiel. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Amen. Amen. So what the Lord is saying to Ezekiel is that when you were born, there are things that were not cut off from you and your mother. Mungu anatafuta kumwambia Ezekiel hapa kwamba tangu ulipozaliwa kuna vitu vingine ambavyo havikukatwa, and this kati yako na mama yako. Communicates you again with your generation. Na hivi na kuunganisha pia hata na the demons of your mother, the demons of your parents, the demons
they are communicated straight to you. Na mapepo za wazazi wako zinaungana moja kwa moja na So wewe. somewhere you need to stand and cut all those things. Na mara nyingine lazima usimame na kukata hivi vitu. Mothers, I pray that you understand. Wamama, ningeomba kwamba uelewe, Whenever you are pregnant, mnapokuwa wajawazito, may the Lord help you to pass a good 9 months. Bwana awasaidie mfikishe hii miezi 9 vizuri. Because what happened during that period, it will affect your child. Sababu vitu mnavyopitia kwa hii miezi 9 na kupata watoto. I pray that the husband as well. Na nitaomba kwamba wababa pia, you do take care of your wives when they are pregnant. Na mshughulikie zaidi sana wake zenu wanapokuwa wajawazito. Because those children in the womb, they are just innocent. Sababu hawa watoto hawana hatia. Amen. Amen. Last for today, na kwa mwisho kwa leo, witchcraft, uchawi, alliances, agano, blood pact, kuchanjana damu, and being closer to a satanist, ama kuwa rafiki wa mtu wa shetani. But there are things that you have done in the past, they impact you until now. Na vinakufuata hadi leo. Those blood alliances. Ni agano la damu. Mnapendana vya kuzikana na mwenyewe haikuwa hata fiancé. Mukachanjana. Ukakunywa damu na akakunywa yako. You have no idea what you did. But God is good. Maybe we will leave it and we come back to that next Sunday. Tutaiacha na kitu tuirudilia Jumapili ijayo. Please stand, let us pray. Tusimame tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru Mungu wa neema, Mungu wa uweza ambao umetaka tuanze safari.